Hujambo na habari za wakati huu, mtazamaji wa Domeko TV. Ifuatayo ni taarifa ya habari ikisomwa nami Asha Bakari. Awali ya yote tuanze na muhtasari wake. Kitaifa. Katibu wa NEC Itikadi, Uenezi na Mafunzo CCM aeleza kuhusu suala la katiba mpya na ajira kwa vijana. Na kimataifa, jeshi la Marekani limethibitisha kuwa meli za kivita na biashara zimefanikiwa kuvuka mlango wa Hormuz. Na katika michezo na burudani, FIFA yathibitisha Iran kushiriki kombe la dunia 2026 licha ya mzozo wa kisiasa. Habari kamili. Katibu wa NEC Itikadi, Uenezi na Mafunzo CCM, ndugu Kenan Kihongosi ametoa ufafanuzi kuhusu katiba mpya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na suala zima la ajira kwa vijana katika nyanja tofauti tofauti hapa nchini. Kwa undani wa taarifa hiyo tuungane naye Eric Pascal. Katibu wa NEC Itikadi, Uenezi na Mafunzo CCM ndugu Kenan Kihongosi amesema hayo alipokutana na waandishi wa habari makao makuu ya Chama cha Mapinduzi CCM jijini Dodoma. Amesema kuwa katiba mpya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni ajenda ya Chama cha Mapinduzi, na amesema kabla ya mwaka 2030 katiba mpya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itakuwa tayari imefanyiwa marekebisho. Katiba mpya ni ajenda ya Chama cha Mapinduzi, na Chama cha Mapinduzi kupitia ilani ya uchaguzi ya 2025-2030 kiliahidi kufanya marekebisho ya katiba, na mgombea wa urais wa wakati huo ambaye ndiye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, katika mikutano yote ya hadhara ambapo alikuwa anazungumza na Watanzania kwa kuomba ridhaa, aliliongelea swala la katiba mpya. Kwa hiyo kama chama, katiba mpya ni ajenda yetu. Pia amezungumzia kuhusu swala la ajira kwa vijana. Amesema serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa ajira takribani 12,000 katika nyanja tofauti tofauti hapa nchini. Ongeleka jambo la ajira kwa vijana ndani ya nchi yetu. Kwanza tunapenda kuipongeza serikali. Mheshimiwa Rais aliahidi katika siku 100 atatoa ajira 12,000. Ajira zile zimeshatolewa. Kada ya afya zimetolewa, kada ya walimu zimetolewa. Idadi ya ajira 12,000 imetimia. Lakini duniani kote hakuna taifa ambalo limemaliza changamoto ya ajira, na kila mwaka wanafunzi wanamaliza. Lakini serikali imeweka mazingira wezeshi kwa kujenga viwanda, kushirikiana na private sector kuhakikisha ajira hizi zinapatikana. Lakini imeweka mazingira mahususi au mazingira mazuri kwa vijana kuweza kukopesheka kupitia halmashauri. Itikadi, Uenezi na Mafunzo CCM Kenan Kihongosi amezungumzia mambo mengi, lakini kati ya mambo amezungumzia ni kuhusu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amesema ifikapo 2030 katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itakuwa imebadilishwa, imefanyika marekebisho kwenye nyanja mbalimbali. Lakini pia amezungumzia kuhusu swala zima la utoaji wa ajira, na wametoa ajira 1,200 katika nyanja tofauti, nyanja ya daktari na walimu. Nikiripoti kutoka hapa makao makuu jijini Dodoma. Shukrani sana Eric Pascal kwa undani wa taarifa hiyo. Wanasema maneno hayavunji mfupa, lakini ukweli ni kwamba yanaweza kuvunja moyo katika maisha ya kila siku. Tunazungukwa na maneno kutoka kwa wengine ndani yetu wenyewe. Kwa undani wa makala hii tuungane naye Flora Mwaruko kufahamu ni jinsi gani maneno yanavyoweza kubadilisha maisha katika kujenga au kubomoa. Kila siku tunazungumza na watu, na mara nyingine tunazungumza sisi wenyewe. Lakini swali ni hili: je, maneno hayo tunayoyasema yanatupa nguvu au yanatupunguza? Kwa jina naitwa Mary Joel Masijisa. Maneno magumu yanaweza kubadili maisha ya mtu kwa ujumla. Kwa sababu gani? Mtu anaweza akajitamkia mimi bwana ni maskini bwana, na katika yale maneno mtu ambaye akitamka kwa kweli anakuwa maskini. Mwingine mimi sitaweza, na kweli maisha jinsi anavyoishi anafikia hatua hawezi kwa sababu ya maneno ambayo amekwenda kujitamkia. Fikiri mtu anaanza siku yake kwa kusema leo siwezi kitu, mambo ni magumu, na mwingine anaanza kwa kusema nitajaribu hata kama si rahisi. Yakuta mtu mgonjwa kabisa anatiwa moyo mpaka anapona kabisa, japo ugonjwa wake ulikuwa sio wa kupona. Wataalamu wanasema maneno tunayojisemea yanaathiri namna tunavyofikiri na hatimaye namna tunavyotenda. Mwingi sana wa watu ambao wamekuwa wakifanya vibaya kwenye maisha, na ukimuuliza kwa nini unafanya vibaya anakuambia niliambiwa hivi toka nikiwa mdogo. Kuna watu ambao wamekuwa ni watu wazima, hawaamini maisha ya ndoa na familia.
kwa sababu wamesikia tu watu wakisema wanaume wote ni mbwa. Wengine wamekuwa tu wakisikia wanaume ni wabaya, mwingine anasema wanawake ni wabaya. Kwa hiyo wengine wamekuwa wakishuhudia ugomvi wa wazazi. Wazazi wanagombana kila mara, wanatupiana maneno machafu, maneno kutokuaminiana, kutokuheshimiana. Yale yanaathiri ubongo wa mtoto moja kwa moja, ndio tunapata mtu mzima ambaye haamini kuwa na familia. Na kwa upande wa kiroho, maneno yana nguvu gani katika maisha ya mwanadamu? Unapatikana katika parish ya Tito. Maneno jinsi ambavyo utatamka itakuwa ndivyo ilivyo. Sasa na utabiri, mtu anapotumwa habari ya kutabiri au kutabiriwa, utakavyoitabiria itakuwa vivyo hivyo. Itamkia baraka, utapata baraka. Itamkia kutokufanikiwa, utaendelea kuwa kutokufanikiwa. Kwa maana hata kama utapita kwenye kipindi kigumu, wewe kili kuna ushindi, ndipo ushindi utakuja kuonekana. Hii inamaanisha maisha haya na changamoto, bali inamaanisha maneno yanaweza kuwa nguvu ya kukusukuma mbele au kukurudisha nyuma. Hivyo basi, kabla hujasema neno lolote, jiulize, je, neno hili linajenga au linabomoa? Kwa sababu wakati mwingine maisha hubadilika si kwa tukio kubwa, bali hubadilika kwa maneno madogo. Kumbuka, neno lako linaweza kuwa mwanzo wa mabadiliko kwako, hata kwa wengine. Na taarifa yake Flora Mwaruko inatamatisha habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaungana naye Khadija Waziri kwa mkusanyiko wa habari za kimataifa. Marekani limethibitisha kuwa meli zake za kivita pamoja na zile za kibiashara zimefanikiwa kuvuka mlango wa Hormuz chini ya ulinzi mkali wa kijeshi, wakati mvutano kati yake na Iran ukiendelea kuongezeka. Taarifa zinasema operation hiyo imelenga kulinda usalama wa usafirishaji wa kimataifa katika njia hiyo muhimu ya mafuta duniani, ambapo meli za kivita zimekuwa zikisindikiza meli za kibiashara ili kuzuia hatari yoyote itakayoweza kujitokeza. Kwa upande wake, Iran imeendelea kutoa vitisho na kupinga uwepo wa vikosi vya Marekani katika eneo hilo, lakini hadi sasa haijachukua hatua ya moja kwa moja ya kijeshi. Mlango wa Hormuz ni moja ya njia muhimu zaidi duniani kwa usafirishaji wa mafuta, hivyo hali hiyo inaendelea kuzua hofu ya kuathiri biashara kimataifa pamoja na kupanda kwa bei ya nishati iwapo mvutano huo utaongezeka. Kwa sasa jumuiya ya kimataifa inaendelea kufuatilia kwa ukaribu hali hiyo, huku wito wa kutafuta suluhisho ya kidiplomasia ukitolewa ili kuepusha mzozo mkubwa zaidi. Miaka 100 tangu kuzama kwa RMS Titanic katika bahari ya Atlantic, wataalamu wanaonya kuwa eneo la mabaki yake bado ni hatari kwa binadamu. Meli hiyo ipo katika kina cha takribani mita 3,800 ambapo kuna shinikizo kubwa la maji na baridi kali inayokaribia nyuzi 0, hali inayoweza kuhatarisha maisha bila vifaa maalum. Aidha, uwepo wa bakteria wanaokula chuma na kemikali hatarishi unaongeza hatari zaidi kwa wanaojaribu kufika eneo hilo. Licha ya kuwa kivutio cha kihistoria, RMS Titanic inaendelea kuwa ukumbusho wa hatari zilizopo katika vilindi vya bahari.
Kiripoti kutoka chumba cha habari, Hadija Waziri, Domeko TV. Asante sana Hadija Waziri kwa habari za kimataifa. Tupate wasaa wa kuyaangazia yale yote yaliyojiri katika michezo na burudani kitaifa na kimataifa. Tuungane na Damas Yohana na Salutari Dismas. Tokea hapa eneo la Machinga mkoani Dodoma, baadhi ya mashabiki wa Simba na Yanga watoa mtazamo wao kuelekea mechi zao za ligi zilizobakia. Ikumbuke kwamba hapo kesho kikosi cha Simba kitakuwa mzigoni dhidi ya JKT, pia Yanga atakuwa anamkaribisha KMC. Twende tukapate kusikia baadhi ya maoni ya mashabiki wa timu zote mbili. Kwa majina naitwa Msafiri Jonas Mpimbi, mshabiki wa Simba Sports Club. Kwa mechi ya kesho Simba dhidi ya JKT, kwa mtazamo wangu mimi nitampa Simba matokeo, kwa sababu Simba katokea kujeruhiwa kwenye dabi ya Kariakoo. Ni anasaka ubingwa, timu kubwa ile. Kwa kocha kipanga kikosi chake fresh, basi anaweza katoboa nani alama 5 atuzidi mizani wetu, lakini mpira matokeo yako matatu, kuna kushinda, sare na kupoteza. Kwamba watoto wanataka wapambane na babao bila watu wenza, manake sisi ni wakubwa. Naamini kwamba tumetoka kwenye dabi, ila yote na yote ni kikubwa kuomba dua, manake tusiamini 100% kubwa kwamba tutashinda, kwamba kuna mambo mengi sana yanatokea uwanjani, ila si kwa mashabiki wa Yanga tunasema kwamba kesho tutashinda, japo kuna wachezaji wengine ni majeruhi, ila yote na yote si tunaangalia mbinu ya kocha ya kesho atakuja nayo, tunaangalia kwamba wamejipanga vipi, ila tusijipe 100% kubwa kwamba tutasema kwamba tunaingia na matokeo mkononi kusema kwamba tutashinda. Na hiyo ndio ilikuwa baadhi ya mitazamo wa mashabiki wa Simba na Yanga. Nikiripoti kutokea hapa Machinga jijini Dodoma, mimi Salutari Dismas na Domeko TV. Karibu katika stori za kimichezo kimataifa. FIFA yathibitisha ushirikiano wa Iran katika kombe la dunia wa mwaka 2026 licha ya mvutano wa kisiasa. Rais wa shirikisho la soka duniani FIFA, Gianni Infantino, amethibitisha rasmi kuwa timu ya taifa ya Iran itashiriki katika mashindano ya kombe la dunia wa mwaka 2026 licha ya mvutano wa kisiasa na kijiografia kati ya Iran, Marekani na Israeli. Akizungumza katika mkutano wa 76 wa FIFA uliofanyika Vancouver Aprili 30 wa mwaka 2026, Infantino alisisitiza kuwa hakuna shaka yoyote kuhusu ushirikiano wa Iran katika michuano ya kombe la dunia. Ubingwa wa EPL utaamuliwa lini? Manchester City ametoa sare ya mabao 3-3 dhidi ya Everton katika uwanja wa Hill Dixon Stadium kwenye mchezo wa kipolo wa ligi kuu ya England EPL uliopigwa hapo jana siku ya Jumatatu. Timu ya Manchester City ilianza kwa kuongoza bao la kwanza kupitia Jeremy Doku, lakini ikaruhusu mabao 3 ndani ya dakika 13. Thierry Bali aliyefunga mabao 2, moja akisaidiwa na kosa la Mark Guay na Jackie O'Brien aliyefunga kwa kichwa. Hata hivyo, Erling Haaland alipunguza pengo mara moja na winga wa Ubelgiji Jeremy Doku akiisawazisha City kwa bao la kuvutia katika dakika za mwisho, lakini City wamepoteza alama muhimu katika mbio za ubingwa dhidi ya vinara Arsenal. Asante sana Salutari Dismas na Damas Yohana kwa habari za michezo kitaifa na kimataifa. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kabla ya tujatamatisha, tupate muhtasari wake yale yote tuliokuandalia siku hii ya leo. Kitaifa, Katibu wa NEC Itikadi, Uenezi na Mafunzo CCM aeleza kuhusu suala la katiba mpya na ajira kwa vijana. Na kimataifa, jeshi la Marekani limethibitisha kuwa meli za kivita na biashara zimefanikiwa kuvuka mlango wa Hormuz. Na katika michezo na burudani, FIFA yathibitisha Iran kushiriki kombe la dunia 2026 licha ya mzozo wa kisiasa. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, langu jina ni Asha Bakari, nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vifuatavyo.